Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? Of course ni time nyingine tena ambayo tunakutana kwa ajili ya kuweza kusogezeana zote news ambazo zinakuwa zimeendelea ku happen kinoma noma. Bwana, leo ninayo story bana kuhusiana na Godliver Gideon maarufu kama Ana wa Jua Kali. So bana, nakuletea story yake nzima. Je, refu lake liko vipi? Maisha yake kiufupi, tuzo zake na filamu ipi ambayo alishawahi kucheza before na tamthilia ipi imeweza kumpatia zaidi umaarufu na ikamfanya afahamike zaidi Tanzania. Bwana, ni kusanue tu, bakia nami kuanzia hapa mpaka baadaye sana ambako tutakuwa tuna log out kwa kusema bye bye, lakini tunaanzia hapa kuweza kufahamu machache kuhusiana na Ana. Jina lake kamili anaitwa Godliver Gideon. Yeye ni mwigizaji mashuhuri kutoka Tanzania anayejulikana kwa mchango mkubwa katika tasnia ya filamu na tamthilia hapa nyumbani Tanzania. Yeye alizaliwa miaka ya 90, yani mwaka 1990 pale asobane. Sasa kazi ya uigizaji Godliver alianza kujulikana kupitia uigizaji katika tamthilia ambayo ilikuwa inafahamika kama Siri ya Mtungi ambayo ilichezwa mwaka 2012. Sasa katika filamu hiyo yeye alicheza jina kama Cheusi. Naona baadaye alikuja kucheza kama mhusika katika filamu ya Aisha, ambapo kwenye filamu hiyo alicheza kama mhusika mkuu. Ilikuwa ni mwaka 2015. Hope kwamba utakuwa unakumbuka kitu kama hicho hapo. Lakini pia alishiriki katika filamu nyingine ambayo inaitwa Homecoming. Ilikuwa ni mwaka 2016 na hapo akaja kucheza ngoma nyingine ikiwa inaitwa Bahasha mwaka 2018. Sasa baada ya kucheza filamu ambayo inaitwa Hidaya mwaka 2021, ilionekana filamu ya Binti kama Rose na mwaka 2023 akacheza kama Rose, na ambapo filamu hiyo ilikuwa inaitwa, na baadaye akacheza filamu fupi kabisa ilikuwa inaitwa Yasi. Lakini wengi tumeweza kumuona kwenye tamthilia ambayo ilichezwa pale katikati, alikuwa na JB, moja ya tamthilia ambayo ilikuwa kali sana asobana. Sasa kwa maisha yake Godliver Gideon yeye ameshapata tuzo mwaka 2016 ambapo alishinda tuzo ya mwigizaji bora katika tamasha la filamu la kimataifa Zanzibar, yani ZIFF kwa mwigizaji bora wa kike katika filamu ya Aisha ambayo ilichezwa mwaka 2021. Sasa alipokea tuzo ya mwigizaji bora wa kike katika tamasha la filamu Tanzania kwa mchango wake mkubwa katika filamu ya Jua Kali. Na mimi natumaini kwamba watu wengi wameanza kumfahamu Ana au Godliver kupitia tamthilia ambayo inaitwa Jua Kali ambayo inarushwa bana kupitia kingamuzi cha DSTV Maisha Magic Bongo bana. So wengi wamemfahamu pale kutokana na uhodari wake ambao amekuwa akiuonyesha na jinsi anavyo wapelekesha watu mle ndani, so ndio imepelekea kuwa maarufu zaidi katika maisha yake. Sasa kwenye maisha yake binafsi ni mtu ambaye ana faraga nyingi sana, yani maisha yake hapendi kuweka sana wazi, lakini mtu mmoja poa sana ambaye anajitahidi sana kusaidia watu ambao wenye uhitaji. Anasaidia sana, amejulikana kwa kuweza kujitolea na kusaidia sana jamii, hasa watu wenye ulemavu wa ngozi bwana. Mimi nauzungumzia albino hapa nchini Tanzania. Sasa kupitia shirika la Global Medical Relief Fund lenye makao yake pale New York. So bana, kwa ujumla kabisa Godliver Gideon maarufu kama Ana wa Jua Kali ameonyesha kuwa mfano bora kwa jinsi vipaji na juhudi binafsi vinaweza kuleta maendeleo na matokeo chanya kabisa. So watu wengi ambao wanaingia kwenye game sasa hivi wamekuwa wakitamani sana kuwa kama Godliver Gideon ambaye bana ni mmoja wa waigizaji wa kike mashuhuri sana, na umaarufu wake mkubwa unaweza kusema umetokea kwenye tamthilia ya Jua Kali. Sasa niambie unamkubali bana kwa kiasi gani? Nataka nione comments nyingi sana hapo chini kuhusiana na upendo kweli, kama tunampenda dada yetu anaitwa Godliver bana Gideon. Ni mmoja wa waigizaji wakali sana kutokea nyumbani Tanzania. Mimi nahitaji kuona comment yako hapo chini, unamkubali kiasi gani kwenye ile tamthilia ambayo umekuwa ukitazama kila siku. Mimi naitwa Chris Jayala msanuaji bana. Taarifa kibao kuhusiana na watu na wahusika maarufu mbalimbali, stories za mastaa na wengineo, basi hapa ni nyumbani. Kama bado hujasubscribe, hebu ruhusu notification kwenye simu yako ili tuweze kuondoka kuanzia saa hizi mpaka baadaye sana.
Unaweza kudondosha comment yako hapo chini, tuwe comment yako hapo chini. Je, ni star gani ambaye unatamani tuweze kufanya naye recap, tuweze kupita naye kuhusiana na historia yake kiufupi na maisha yake yako vipi? Bwana, mambo ni mengi sana. Gelo Time, usiache kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii kama Chris Junior Official, lakini pia usiache kusubscribe hapa YouTube kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo tunakupatia tena time.